ada za huduma za maudhui mitandaoni, kufanya marekebisho kwenye kanuni za mawasiliano ya elektroniki na posta ili kupunguza ada za huduma za maudhui mitandaoni zinazotumiwa zaidi na vijana kama ifuatavyo. Ada ya maombi ya leseni ya huduma ya maudhui mtandaoni kupungua kutoka shilingi 50,000 hadi shilingi 10,000. B, ada ya mwanzo za mwaka kwa ajili ya kuhuisha leseni ya huduma za maudhui mtandaoni kupunguza kutoka shilingi 500,000 hadi shilingi 50,000. C, ada ya maombi ya leseni za mtengeneza maudhui mtandaoni kupunguzwa nayo kutoka shilingi 100,000 hadi shilingi 20,000. Na D, ada ya mwanzo ya mwaka kwa ajili ya kuhuisha mtengeneza maudhui mtandaoni kupunguzwa kutoka shilingi 1,000,000 hadi shilingi 100,000. Kwa upande wa Wizara ya Maliasili na Utalii, Mheshimiwa Spika, inapendekezwa kuanzisha ada ya usajili wa usimamizi wa uendelezaji wa makumbusho binafsi kama ifuatavyo. Usajili wa makumbusho binafsi kwa raia wa Tanzania ada shilingi 50,000. Usajili wa makumbusho binafsi kwa taasisi za Tanzania ada hiyo shilingi 100,000. Usajili wa makumbusho binafsi kwa raia wa kigeni ada shilingi 500,000. Malipo ya leseni kwa ajili ya uendeshaji wa makumbusho binafsi kwa raia wa Tanzania shilingi 20,000 kwa mwaka. Malipo ya leseni kwa ajili ya uendeshaji wa makumbusho binafsi kwa taasisi za Tanzania wa kiwango cha shilingi 100,000 na malipo ya leseni kwa ajili ya uendeshaji wa makumbusho binafsi kwa taasisi za kigeni ya shilingi 300,000. Katika kila mtaa, katika kila uwanja wa michezo, katika kila tukio linaloandika historia ya taifa letu, kuna simulizi linalosubiri kusikika. Sauti inayotafuta kusikizwa. Kuna ukweli unaohitaji kuonekana. Kuna taarifa ya dharura inatoka hapa studio. Kutoka kwenye hamasa ya michezo hadi burudani inayogusa mioyo ya watu, kuna jukwaa moja linalosimama katikati ya yote hayo. Karibu Global TV, sauti mpya ya Tanzania, inayoaminiwa na wananchi, inayofuatiliwa na viongozi, inayoheshimiwa. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa